kufuatia tukio la binti aliyemaliza kidato cha 4 mwaka jana na kudaiwa kuwa ameozeshwa kwa lazima na baadaye kutoroka kwa mwanaume aliyempokea katika wilaya ya Monduli mkoani Arusha. Watu 4 wamedai kuteswa na kujeruhiwa wakihusishwa na utoroshaji wa binti huyo ili asiolewe. Kwa pamoja 4 hao wakizungumza na Gadi TV Januari 8, 2026, huku 3 miongoni mwao wakiwa ni viongozi wa dini, wamesema kuwa wakiwa wanaendelea na ibada Disemba 4, 2026, lilikuja kundi la vijana wa rika la Nyangulo la jamii ya Kimaasai na kuwachukua na kwenda kuwatesa kwa kuwatembeza peku, huku akiwa wamevishwa mifuko maarufu kwa jina la sulfate, wakishinikizwa kuonyesha alipo binti huyo. Sasa wakatuchapa, wakatutembeza, wakatupandisha mlima kwenye sehemu yenye miiba na mawe, wakatuchapa sana, wakatutembeza kuanzia saa 6 mpaka saa 11. Wakawa wanatuambia kwamba kuna mtoto aliyepotea na ni ninyi ndo mmempoteza huyo mtoto. Sasa hatutawaachia ninyi mpaka huyo mtoto hapatikane. Huyo aliyepotea mnahusika vipi na yeye? Huyo mtoto aliyepotea juzi alimaliza shule form 4 juzi. Hasa alipokuja nyumbani babake akamuozesha, akampa mume. Alipoenda kwa mume, alimpa mume bila ridhaa yake huyo mtoto kumtaka huyo mume. Sasa alipokaa pale siku 2-3, huyo mtoto akapotea hapo. Sasa hao watu wakaja kwetu kwa sababu huyo mtoto ni mshirika wa kanisani. Wakaja kwetu kutafuta huyo mtoto kwetu, wakifikiri kwamba ni sisi ndo tumemficha huyo mtoto. Ndio. Ndo wakawa sasa wanatufanyia hivyo kwa ajili ya huyo mtoto, wakifikiri kwamba ni sisi ndo tuna mtoto. Ni kwamba mtoto hamtaki yule mume. Maana yule baba ana wake 2, sasa yeye ni 3. Japo kuwa bado hajamaliza masomo yake, hajatimiza ndoto yake, akasema sasa simtaki huyu. Kwa hiyo alilazimishwa. Na waomba serikali waingilie jambo hili kati, kwa sababu hili hata la kupeana watoto kabla hawajatimiza ndoto yao ni jambo baya sana, kwa sababu tunawapoteza viongozi wa baadaye. Walipotukutanisha wakatuvulia nguo, viatu, wakaanza kutupiga, wakitutembeza, wakituimbia nyimbo za maskolio, wakitutukana, wakitutemea mate pia na wakitupiga makofi. Wametutembeza polini wakitupiga, wakidai kwamba tunamtaka mtoto aliyepotea. Mateso kweli kwetu yalikuwa makali mno. Tumepigwa mno. Tumeumia migongo, tumeumia vichwa. Kuna muda walinipiga kichwa mpaka nikazimia. Nilikuja kuamka tu muda ambao sijijui, nikajikuta kumbe wameniletea maji na wakawa wananipa maji wakati sijui. Kwa hiyo maumivu yalikuwa mengi, miiba ilituchoma na mawe yalitumiza kwenye miguu. Hapa ni mko kwa nani sasa? Hapa tuko kwa rafiki yetu ambaye yuko huku, na tumeamua kukaa ili tuwe karibu na hospitalini. Tangu siku hiyo tuliambiwa kwamba msiwe mbali. Leo ndio siku ambayo tumeambiwa turudi hospitalini kwa ajili ya kuchekiwa miguu na sehemu zingine za mwili. Ndio maana hatukuenda nyumbani. Lakini pia jambo lingine ambalo limetufanya tusiende nyumbani, bado tunasikia taharuki kule. Jumatatu walienda kumtishia mwenyekiti wetu, wakidai kwamba yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo tuliogopa pia, lakini pia familia zetu tokea siku hiyo hawako salama. Hata jana tulikuwa tukisikia pia kwamba wanaenda wakikutana na wake zetu wanawatukana. Sisi tukaona tukae tu huku, sio mbaya tukikaa huku kwa ajili ya usalama wetu zaidi mpaka viongozi wetu watatue hili. Kutembezwa uchi kule kulikuathiri na kwa namna gani? Kuliniathiri kweli kweli, kwa sababu tunapitishwa mbele ya wamama, tunapitishwa katikati ya maboma. Sasa hilo ni jambo ambalo tunadhalilishwa, tunaaibishwa. Wamama wanatuangalia tuko uchi, na sisi na wengine hata ni waumini wa kanisani kwa wanatuangalia, tumevunjiwa heshima. Na wengine ni wazazi, tuko na watoto, tunapitishwa, watoto wanatuangalia, mama wanatuangalia, watoto wanatuangalia. Kwa ni jambo ambalo limetuathiri kweli kweli. Tumechukia kitu kama hicho. Tunaona kama vile hatuna haki. Kuanzia siku ile nimeumizwa miguu, kuanzia siku ile mimi nabebwa. Leo ni siku ya ngapi? Siku ya 4.
ninabebwa tu, nategemea mkono wa watu. Nikitaka kuenda chooni nabebwa, nikitaka kuenda mahali ninabebwa. Kwa hiyo nimeumizwa za kutosha. Umeumizwa sehemu gani na sehemu gani? Miguu tu na huku mgongoni, huku huku chini, huku kiunoni. Kwa hiyo tunachoomba serikali ni kwamba sheria ifuate mkondo wake, na pia na sisi tupate uhuru wa kuabudu kule Lepru, kwa maana tangia sisi tulipookoka tunapitia tu kwenye msukosuko kama huo. Ni kwamba tumeshangaa tu juzi wamekuja kutuvamia katikati ya ibada kabisa tukiwa tunaabudu. Kwa upande wa mkuu wa wilaya Monduli, Bi Gloriana Julius Kimathi, akizungumza na mwandishi wetu kwa njia ya simu, amekana uteswaji wa watu hao na kueleza kauli hii. Hapana. Hawajatembezwa masaa 6. Hapana. Sasa nini ambacho kimewajeruhi sasa kwenye miili yao? Kilichotokea kulikuwa na vijana kama 15 au mamorani. Waliingia kweli kanisani kwa lengo la kumtafuta binti ambaye aliozeshwa kimila, ambaye alikimbilia kwa kiongozi wa dini ambaye alikuwa anaongoza ibada siku ya Jumapili. Ndio. Unaelewa? Ndio. Kwa hiyo katika kuvutana, tena ni kiongozi mmoja ndio aliyeumia. Na ameumia kidogo tu mguuni. Ndio. Polisi wakaenda wakatuliza ile ghasia. Ndio. Wakatafuta ring leader wa hicho kikosi. Ndio. Ambacho kilikuwa kimeingia kwenye kanisa, wakamkamata. Wakaenda wakamfungulia mashtaka, amepelekwa mahakamani na kesi yake inaendelea. Aha. Ndicho kilichotokea. Okay, unasema kwamba ni mmoja ameumia. Tumeona wengine wana alama migongoni, miili yao imeivilia damu. Wangapi? Wako 3, wote kabisa tumeona kwamba wamejeruhika migongoni. Au pengine hujapata nafasi ya kuwaona? 3. Ndio, kwa sababu jumla wako 4. Hivi uliziona hizo picha ambazo zilirushwa? Tuliziona picha, lakini tumeweza kuwafikia sehemu walipo, tumeweza kuwaona kwa macho yetu. Ndio. Ninachokijua mimi unajua kwamba ni mmoja tu? Yes. Aha, au wengine hauna taarifa zao juu ya kuumia? Hapana. Huyo mtoto ambaye anadaiwa kwamba alikuwa anaozeshwa kwa sasa amepatikana? Bado sijapata taarifa. Kwa hiyo majibu. Hii ni Gadi TV.